Nimewasikia wasemaji wote kwa maana ya Ahmed Ali, lakini pia Zaka za kazi kutoka Azam. Na mimi kama mwandishi wa habari na mchambuzi na expert wa masuala mazima ya transfer, nimekuwa nafuatilia sakata la Fei. Kwanza, Fei alisaini mkataba wa miaka 3 na Azam mpaka 2026. Ndio. Mkataba wa Fei analipa milioni 23 kila mwezi, ndio mshahara wake. Fei ndo mchezaji anayelipwa pesa nyingi kwa wachezaji wazawa, you see. Lakini kwenye mkataba wa Fei kuna kipengele cha kuvunja mkataba endapo timu yoyote inayomhitaji italipa dola 500,000. Dola 500,000. Dola 500,000 ambayo kwa sasa tunazungumza ni kitu kama bilioni 1.3 pesa ya Kitanzania. Ni kipengele ambacho kipo kwamba timu yoyote ambayo inamhitaji Fei inatakiwa kulipa dola 500,000. Pili, kwa ufuatiliaji wangu, wakati Yanga na Azam wanasaini mkataba, kuna clause iliwekwa na Yanga kwamba endapo Azam watamuuza moja kwa moja Fei kwenda Simba, basi Yanga watatakiwa kulipa bilioni 1 ya Kitanzania. Unless Azam wamuuze Fei kwenye timu tofauti na Simba, aende Mtibwa, aende Coast, aende Mashujaa, afu ndo Simba wamchukue kutoka kwenye hizo timu, Yanga hawatolipa bilioni 1. Au Fei aende nje ya nchi, kwa mfano Uturuki, afu Simba wakamchukue kule, ile clause itakuwa inakufa. Lakini direct kutoka Azam kwenda Simba inabidi Yanga walipwe. Ni kwa ufuatiliaji wangu mimi. Sasa sakata lenyewe liko vipi? Mimi kwa upembuzi ambao nimeufanya, Simba na Azam wamefanya vikao 3. Mpaka idadi ya vikao 3. Ijumaa walikuwa na kikao, Jumapili kuwa kuna kikao. Na Fei, kwa taarifa nilizonazo, alitumiwa mpaka tiketi ya ndege na tajiri Mo kwenda Dubai kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Issue ni kwamba kuna kiongozi mkubwa wa Azam ambaye hataki Fei aende Simba mpaka sasa hivi. Kwa utaratibu ama kwa utashi? Kwa utashi. Kiongozi mkubwa sasa wa Azam ambaye ana power, anaweza kuzungumza chochote, ndio mtu ambaye ameweka ngumu Fei kwenda Azam. Anaweka ugumu kwa nini? Hataki, ni mchezaji wake na bado ana mkataba wa miaka 2, sababu tayari ametumika mwaka mmoja. Sasa Simba wanaweza kununua mkataba wakalipa. Si wamezungumzia bei yake, manake Simba anaweza kalipa. Sasa yeye anakataa kwamba isilipwe hicho kiasi, ama yeye anakataa kwamba huyu tu asiondoke. Jamani, mwenye bidhaa si ndo ana uwezo wa kukubali kwamba hii nataka niuze au nibaki nayo. Ni issue ya ego zaidi, kwamba mimi nimehangaika kiasi hicho kumleta huyu afu acheze msimu mmoja tu hapa afu ondoke kirahisi. Si biashara watu wanafanya. Ndio ego yenyewe sasa. Si ndio ego kwamba mimi sina shida ya hizo hela. Maana unajua mfanya biashara sina shida ya hela. Yeah. Umeelewa? Kwa hiyo ushai kuona kwa mfano tajiri anataka nyumba. Anataka kununua nyumba yako. Alafu wewe unamjibu kwamba mimi, wewe unataka kununua nyumba hii, nyumba yangu ya pale wapi Mikocheni. Sasa mimi nyumba unaoishi wewe sasa hivi mimi nataka kuinunua. na Jefu, watu wanatakiwa kujua kitu kimoja. Tajiri Mo kwa sasa anahangaikia major signing. Anatafuta signing moja kubwa ya ku make statement kwa ajili ya kuzima upepo wa chama. Hilo watu wanatakiwa kulijua. Kwa hiyo inawezekana kabisa jambo la Faisal likatiki, ukiachilia mbali huyo kiongozi mkubwa wa Azam ambaye analeta kama hataki. Ukweli ni kwamba mpaka sasa hivi Simba wana push kwenye issue ya Fei. Na siwezi nikakupa 100% kwamba jambo linakamilika, lakini kwangu mimi nahisi kama Fei atacheza Simba. Ninahisi. Unahisi? Ninahisi kama Fei atacheza Simba. Mo anatafuta major signing. Amefanya mazungumzo na baadhi ya wachezaji wakubwa, alimapproach Stefan Aziz Ki na alikuwa tayari pia kumuofa dola 500,000 kama sign on fee. Amewahi pia kumapproach Pacome Zouzoua, Pacome akagoma, akasema ana mkataba. Kuna tetesi pia za kumpigia simu Fiston Kalala Mayele, na sasa hivi ameangukia kwa Fei Toto. Tajiri anatafuta signing moja kubwa kwa ajili ya kuzima upepo wa Clatous Chota Chama. Na Evansi, kuna haja ya kutumia fedha nyingi kumsajili mchezaji mkubwa kama ambavyo wachambuzi wengine wanasema, kwa lengo hilo la kuweza kutengeneza mazingira yawe sawa.
bila kujali mahitaji ya timu, ama Mo wanatakiwa tu wasajili kutokana na mahitaji ya timu? Pia signing ya Faisal ni mahitaji ya timu, kwa sababu ukiangalia ameondoka Chama, na utakumbuka kuna muda ulimuuliza Hans anakuja Mkwala, kuna mtu anaweza akafanya Mkwala akashine kwenye eneo la midfield. Faisal ni jibu. Umemsikiliza pia Ahmed Ali amesema hakuna mtu ambaye atamani kwa yule ni daktari. Yes, kwa sababu ya kile ambacho yuko nacho. Unajua Faisal ana vitu vingi, ana uwezo wa kupiga penetration, anaweza kupiga kutokea mbali nje ya 18, ana uwezo wa kupiga na ana accuracy nzuri. Kwa hiyo mimi naamini kabisa anachokitafuta Mo ni kutafuta mtu ambaye anaweza akazima kweli upepo wa Chama, ila ni mchezaji ambaye ana msaada. Sio tunazima upepo afu mchezaji anakuja kukaa nje. Anakuja anatumika kwenye timu moja kwa moja na analeta matokeo. Na Faisal naamini akipata nafasi akaenda Simba, kama ambavyo Hans anahisi mwenyewe, nahisi hicho kitu kinaweza kikatokea, Faisal tukamwona Msimbazi. Kwa hiyo tusubiri tuone kama hii deal itafanikiwa. Ikifanikiwa, naamini Simba kuna mahali wanaenda kusogea tena hatua nyingine. Turudi kwenye kikosi chetu sasa. Twende sasa ambacho Hansi tayari amekipanga hapa. Twende sasa utuoneshe mathalan Faisal jambo lake linakwenda sawa sawa. Ulitutajia pale wakina Okejefa. Wewe sasa tuambie hapa Simba inaweza kawa ni Simba yenye mtazamo wa namna gani hasa kiufundi? Oh my goodness me. Kama Simba wanampata Feitoto and then wanakwenda kuwa na midfield bora sana. Midfield ambayo itakuwa ina damu changa, lakini technically watakuwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa. Kwa maana ya kama mwalimu ataamua kwenda na 4-3-3, atakuwa na mstari wa walinzi wanne kama mnavyoona hivi. You see, and then atakuwa na namba 6 mmoja kiungo mzuiaji ambaye anailinda vizuri back 4, kwa maana ya Augustine Okejefa ambaye ametoka Rivers United. Kwa hiyo unategemea atakuwa kwenye hili eneo. And then mbele yake unategemea kutakuwa kuna namba 8 wawili au namba 10 wawili. Sasa hapa nategemea kama Fei atakuwa amekamilisha sasa usajili wake. Tunasema kama atakuwa amekamilisha. Nategemea kumuona Fei kwenye hii position, kwa maana ya left sided number 10. And then nategemea pia kumuona Charles Ahoua. Huyu ni MVP wa Ivory Coast ambaye anacheza namba 10. So watumike kama namba 10 wawili, afu nyuma yao wakiwa na Augustine Okejefa. Au mwalimu anaweza kaamua akaenda na 4-2-3-1, kwa maana akiwa na namba 6 wawili na namba 10 mmoja. Na hapa anaweza akaenda na Augustine Okejefa. Kazi yake kubwa ni kufanya interception na kuiconnect team kwenye build up, you see. Lakini pia pembeni yake anaweza kuwa na namba 8 Deborah Fernandez, ambaye yeye nimesema ni central attacking midfielder. Hao wote ukiwaangalia age yao bado ni ndogo. Yani hakuna mchezaji ambaye amezidi miaka 25 kati ya hawa viungo watatu mpaka 4 ambao nimewataja. Kwa hiyo kama Simba wanakamilisha hizo signing na hususa ya Feitoto, I think Simba wanakwenda kuwa na midfield bora sana. Afu tukumbuke pembeni una mtu kama Joshua Mutale, una mtu kama Augustine, Aubin Kramo ambaye pia naye ametoka kwenye majeruhi. Though anahusishwa na Elia Mpanzu. Jiji lake mpaka sasa hivi sio 100% kwa sababu Elia Mpanzu bado ana mkataba mwaka mmoja na AC Vita. So hatujajua mpaka siku ya mwisho kama dili lake litakuwa limekamilika au vipi. Lakini kama pembeni una Aubin Kramo, afu huku na Joshua Mutale, una Feitoto, una Deborah na Augustine Okejefa. Wow. Lakini nani anaweza Aubin wanasema anaweza kaondoka. Kama ataondoka and then kuna haja ya Mpanzu kuwepo. Unaweza ukawa na Mpanzu, una Joshua Mutale wako wide, una Fei, una Deborah, una Okejefa, au una Okejefa, una Fei, you see, and then una Charles Ahoua ambaye ni MVP wa Ivory Coast. Yani hapa kuna competition, kuna ushindani. Wao watatu wanaweza wakawa na rotate. Huyu akacheza hapa, huyu akacheza hapa. Na ni hawa wawili wanaweza kuwa wana rotate. Na kwa mfano kwenye build up position ya number 10 hapa, movement zake anaanza kushuka chini wakati timu inajenga mashambulizi. Huwa anashuka chini kuja kureceive mpira na kuongeza option, and then atakuwa anatoka kwenda kwenye zone ya 14 kwa maana ya zone 14. Afu kuna muda atakwenda wide kufanya decoy movement kwa maana ya kushoto na kulia, and then ataingia pia kwenye box kumalizia mashambulizi ya mwisho. Ndio movement za number 10. Kwa hiyo kama unampata Feitoto, wow, Simba watakuwa na kikosi imara sana. Mimi pia ningependa kuchangia kitu hapo. Kwa kiufundi
moja kati ya vitu ambavyo vilitatiza Simba msimu uliopita, kuna narrative ilikuwa inazungumzwa kwamba wachezaji hawajitumi, na ikawa inapingwa. Of course ni ngumu ku detect kwamba huyu mchezaji hajitumi, lakini kwa mfano ukiangalia mechi ya dabi ile ambayo Simba alifunga goli 5, utagundua kwamba kwenye kila goli ambalo Simba alifungwa ni magoli ambayo walikuwa wanafungwa kwenye transition, ambapo walikuwa wanaanzisha move wao wenyewe. Unakuta kuna mpira alipokonywa Kanute, kuna mipira miwili alipokonywa Ngoma ndio kwamba mtu anapokonywa mpira alafu timu inaanza kushambuliwa. Lakini pia kama unakumbuka mechi moja ya dabi ambayo iliwahi kuchezwa Mwanza, anapoteza mpira Mzamiru Yasin, anachukua fei, ana drive kwenye midfield, ana challenge, yes, anakwenda ana shoot, anafunga. Hiyo imekuwa ni kama shida ya Simba kwamba watu wanapoteza mipira alafu kwenye transition wanakuwa wagumu. Kwa hivyo hiki kitu anachokisema Hans kwamba wachezaji Okejefa, sijui huyo Valentine Deborah Fernandez, kuna huyu defender pia anatajwa Valentine Numa, Aisha sign amesign Simba Faso. Wote ni wachezaji ambao wako kwenye age profile ya miaka 25, 24, 23 mpaka 20, which means kwamba ni wachezaji ambao wako dynamic, ambao watatatua hili tatizo la Simba kufunga kwenye transition. Kwa mfano huyu midfielder Fabrice Ngoma, Fabrice Ngoma ni mzuri, anakupa faida akiwa na mpira mguuni kwake, lakini timu ikinyang'anywa mpira kwenda kukaba sasa au tafute, yes, na mara nyingi unakuta Simba kwenye lineup wana Chama, wana Ngoma, wana Kanute, wana Saido. Kanute kwa sababu ya height yake, akiwa aggressive kwenye tackles, mara nyingi alikuwa anachukua kadi na anakuwa ni risk kwenye timu. Kwa hivyo you have 4 players na mshambuliaji juu ambao kati yao mipira ikipotea hakuna mtu ambaye atahangaika kwenda kufuata. Matokeo yake timu ilikuwa inagawanyika. Katikati kina Mzamiru wanafanya kazi kubwa sana, ambayo kuna wakati wanachoka, wanahitaji msaada. Defenders nao wakati mwingine, kwa mfano Shema Lon na Inonga, wote walikuwa wanapenda kuondoka. Sasa ndio kile nilichokuwa nasema kwamba Simba ilikuwa inacheza mechi zake kama basketball vile, kwamba wanashambulia lakini nao watashambuliwa. Nakumbuka mechi ya kwanza ya msimu dhidi ya Mtibwa, bila kufunga mlango, dhidi ya Mtibwa wanashinda 4-2, lakini angalia nature ya magoli waliofungwa. Lianga alifunga mojawapo ya magoli. Kuna mpira uliwakuta Shema Lon pamoja na Zimbwe, wote wako juu na mpira ukapigwa juu yao, na Zimbwe akashindwa kukimbizana na mchezaji wa Mtibwa. Kwa hiyo imekuwa shida ya Simba, ambayo kwa aina ya profile hizi za wachezaji wanaosajiliwa, hilo tatizo linakwenda kutatuliwa provided wachezaji wote watakuwa na ari. Lakini pia kama nilichozungumza jana kwamba lazima Simba kwa kocha watakayekuwa naye, kama wanaamua ni Mgunda, kama wanaamua ni kocha ambaye anatoka nje huyu tunaye Fadlu Davids, lakini lazima wajiandae kukaa naye kwa muda mrefu, kwa sababu the minute ukimfukuza kocha, it doesn't matter na wachezaji wazuri kiasi gani. Kocha atakayekuja lazima aanze kuwastadi wale wachezaji, ajue tabia zao, ajue tendencies zao, ajue profile zao. Kuna mechi hapo 2 au 3 ushapoteza, na kwa ushindani wa ligi yetu kudrop points kwenye mechi 2 ama mechi moja, it's crucial. Umeona Azam wanaimarika, Singida Big Stars wanaimarika, au sijui Black Leopards wanaimarika. Kwa hivyo ligi inaelekea kuwa ngumu msimu ujao, na kama Simba wakiwa wanacheza vile kama lineup yao ilivyokuwa msimu uliopita, kuna uwezekano